Ongea. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi namshukuru Mungu. Nilijihisi kwamba ni mjamzito, lakini nilipoenda hospitalini nikaambiwa sina ujauzito. Baada ya kwenda kwenye kioo wakasema hawaoni kitu chochote wala dalili ya mtoto. Tarehe 28 mwezi wa 4 ilikuwa ni siku yangu ya kwenda kliniki. Nilipoenda, maana nilikuwa napata maumivu makali ya tumbo, nikaambiwa nirudi kwenye kioo. Nilipoenda kwenye kioo nikaambiwa ujauzito umeharibika. Wakati huo nilikuwa nimepata taarifa kwamba kuna mkutano tarehe 28. Pia wakati huo mwanangu alikuwa anasumbuliwa na upele. Wakati mhubiri anahubiri kwamba wakati anaomba ule muda wa maombi alikuwa anaomba kwamba anasema kila kamba iliyowekwa au kila mnyororo uliowekwa wa magonjwa ushinde katika jina la Yesu. Sasa hivi ninavyosema mwanangu amepona, hana tatizo lolote na sikwenda hospitalini. Pia wakati jana ananiombea asubuhi kwenye maombezi ya mtu mmoja, maana nilikuwa na tatizo, tumbo langu lilikuwa halionekani mpaka sasa. Nilikuwa natakiwa niwe na umri wa wiki 12 ambao nimezaa. Usiseme mimba mtoto wangu. Usiseme nani tumbo langu. Tumbo unalo kila siku. Lakini mtoto wako hiyo ni mtoto, hata kama angekuwa na wiki 1. So ubadilishe kauli, mtoto sawa. Hiyo ni mtoto. Wakati jana ananiombea alikuja mtoto, pia niliona tumbo, na wakati nilikuwa sioni tumbo. Pia mpaka sasa mwanangu anachika na nilikuwa nimeshakata tamaa. Na maana nilikuwa najua kwamba nikasafisha. Namshukuru Mungu. Amen. Na Yesu amtunze mwanao.